lakini Simba wanavyocheza haionyeshi kwamba kuna kitu gani. Alafu ukiangalia Yanga ya leo kwamba wamecheza kwa ushirikiano kwa timu nzima, na walikuwa na timu wake tofauti na Simba ambavyo jana wameweza kucheza. Lakini kingine unajua ni kutokana na ile kusimama kwa ligi. Sasa mnapokuja kama mnakuwa mjiandai vizuri, mnaweza msipate kile mnachokihitaji. Mtibwa wameweza kuonekana jana kwa Simba wazuri kwa sababu ile timu ambayo inakaa kwenye mashamba ya miwa kule hakuna shughuli nyingine ya kufanya isipokuwa mpira. That's why wakati watu wamepumzika wale walikuwa wanaendelea na training, na ndio maana umeweza kuona jana wameweza kucheza kwa ubora mkubwa. Japo Simba na wao walicheza kwa ubora mkubwa, lakini si kama vile ambavyo Simba anapaswa kuonekana ikicheza. Baada ya kuitazama Simba jana, pengine unaona shida iko wapi zaidi na pengine wafanyie kazi kwa sababu siku chache zimesalia dirisha na usajili unafunga. Sasa ile dirisha kwa sababu bado linafungwa, nafikiri yule mmoja kwamba wataangalia mapungufu walimu hao, alafu watasajili ili kuweza kujaza nafasi za watu wanaohitaji. Lakini kwenye swala la kusema wafanye nini, nisema bado safari bado mbichi, na kazi nyingine ambazo labda mnataka kusema kwamba ni watabilie Simba au Yanga nani atakuwa bingwa, hiyo kazi ya shehe haya kwangu itakuwa ngumu. Lakini kocha hapo tumeona jana afisa habari wa Simba Ahmed Ali ni kama anawaambia wachezaji sasa tumechoka kutuma lawama kwa viongozi. Wachezaji wanatakiwa kujitathmini kwa namna wanavyocheza. Unavyotazama Simba coach, una namna kuna wachezaji wanacheza chini ya kiwango kiasi cha kwamba timu ifanye vizuri. Tumeona sijana Simba wamecheza chini ya kiwango. Afadhali first half kidogo walicheza vizuri. Second half hawakucheza vizuri. Timu ilikuwa inaonekana imechoka. Kwa hiyo maana kwamba watu walijiachilizia kufanya mazoezi kwa sababu wachezaji wengi walikwenda kwenye AFCON. Sasa hilo ndio lilikuwa tatizo kubwa. Kwa hiyo wanatakiwa wajipange kuona kwamba kuna kitu tunakihitaji ili tuwafurahishe wapenzi wetu. Hizi timu kubwa Simba na Yanga kama timu inakuwa ifanye vizuri, migogoro hapa na pale inatokea. At the end of the day morale ya wachezaji inashuka na mwisho wake kutofanya vizuri. Yanga wako vizuri, hawana matatizo kama yapo ya ndani wanajua wenyewe, lakini ukiwaona kwenye uhalisia wa kucheza Yanga wanafanya vizuri. Kocha, baada ya hapa wanakwenda kwenye mechi za kimataifa. Simba msajana, Yanga msajana leo. Kuna namna mechi hizi mbili zinaonyesha upinzani kwa kutokea kwenye mechi za kimataifa. Mpira hauwezi kusema kwamba kwa sababu Simba labda jana wamedraw basi wanaweza kwenda kufunga. Unaweza kuona wamedraw jana wakaenda kule wakashinda. Lakini usually tunachukulia performance ambayo umeionyesha na kule unakokwenda kupambana. Kwa sababu mashindano ya kimataifa watu na wao wanakaa kimataifa zaidi. Kwa hiyo inabidi lazima mjipange kwa sana. Yanga kwa performance walioonyesha leo, kama wataendelea hivi japo wanaenda kukutana na strong team, lakini kuna kitu wanaweza wakakibahatisha kufanya kwa sababu yale matimu yana mbinu nyingi, yana matimu makubwa, japo Yanga nao ni timu kubwa, lakini Waarabu wakiwa kwao wanakuwa wanabadilika kidogo. Lakini kwa fomu waliocheza kama wataendelea hivi, kuna jambo linaweza likafanyika zuri. Coach, yanatajwa mabadiliko mengi kwenye kikosi cha Simba. Wachezaji wanaoingia na wanaotajwa kuondoka pia kwenye kikosi cha Simba. Wewe ni coach, nadhani hiyo inaweza kuwa tiba sahihi na 40 kwa Simba kwa hiki ambacho anakipitia. Swala la kutoa wachezaji ambao wamesajiliwa ili wamalize msimu au wacheze kwa kipindi kirefu, ukiwatoa kwa haraka ni shida. Mimi nafikiri Simba ya miaka mitano nyuma ilikuwa bora, ile akina Boko, kina Kagere, Chama, Okwi na wale ulikuwa umeiona ile ilikaa sio siku mbili tatu. Ile ilikaa takriban miaka 4-5 ndio ikawa vile ilivyo. Kwa hiyo timu inaundwa kwa muda mrefu, sio kwa matokeo ya haraka. Mkishapata goli 3-4 mnasahau, mnaona wachezaji wako vizuri. Lakini wanahitajika wachezaji wakae muda mrefu ili waungane. Na hata hii swala la walimu kubadilisha leo huyu kesho huyu, kila mwalimu anakuja na filosofia yake. Walimu wanaweza kuwa wazuri lakini matokeo wasipate kutokana na mabadiliko ya wachezaji mara kwa mara. Kumbuka mwaka jana Simba walikuwa na wachezaji wengi wazuri lakini wakacheza mpaka finali. Lakini baada ya hapo wametolewa wachezaji karibu 12 kama sio 13. Wamesajili watu wapya. Hao wapya wengine wanahitaji kuungana ili mradi waweze kutengeneza mfumo ambao mwalimu anautaka. Sasa kwa kipindi kifupi kilichokuwepo it's not so easy. Kwa hiyo wanahitaji kupata muda ambao wanaweza kufanya jambo na maisha mengine yakaendelea.